Unafikiri ni umakini ulikosekana au walishindwa kuwaheshimu? Ni baada ya kipindi cha pili nadhani kuanza, kwa upande wa Simba ilikuwa ni kama wanaona wenyeji kama wameshakubali. Kwa walikuwa wanalazimisha kuona namna gani wanaweza wakasawazisha. Na ukiangalia muda mwingi Simba ndo walikuwa wanapeleka mashambulizi. Baadhi ya nafasi ambazo walizitengeneza hazikutumika. Hazikutumika kutokana na wapinzani ambao walikuwa wamejipanga, lakini pia na uharaka wa kumalizia matukio kwa wachezaji wa Simba na ule utayari kwamba niko eneo fulani muda wote naweza nikapata nafasi ya kumalizia mpira. Baada ya hapo wenyeji wao walichokuwa wanafanya ni kujaribu kujibu mashambulizi pindi ambapo Simba wanakuwa kwa namba kubwa wamevuka nusu ya kiwanja, kwa maana wako upande wa wapinzani. Na mpaka wanakuja kufungwa goli la pili Simba ni hiyo kwamba mpira umetoka kubadilika kutoka kwenye kudefend wapinzani na kushambulia. Kwa hiyo ile positive transition wameifanya vizuri, wamekuta Simba wako off guard. Kilichotokea ni kujaribu kurescue kwa goalkeeper, lakini bahati nzuri kwa Al-Masry ni kwamba bado kulikuwa kuna mchezaji wao eneo ambalo goalkeeper amepanchi mpira. Kwa mpira umeenda umemgonga na Simba wamefungwa. Na wakati mwingine utaona hizi details ndogo ndogo ndio huwa zinaleta tofauti kwenye mechi. Na hata mechi inaenda mwishoni unaona walipata goli lingine ambalo lilikuwa ni offside. Lakini ukiangalia mchezo unavyoenda ulikuwa unaona kama muda wote Simba wanaweza wakawafunga. Lakini ukiona namna ambavyo Simba walikuwa wanashambulia ni kama ilikuwa ni individual sana. Kwa maana kwamba Mpanzu tu amepata mpira amekimbia nao. Amebiti defender, amepiga cross ambao mara nyingi alikuwa yuko Ateba peke yake. Kwa hiyo hakukuwa na kazi ngumu ya kuweza kudefend, ni kuzuia tu pasi siende kwa Ateba huku watu wengine wote wakiwa wako nje ya box. Kwa hiyo ni Mpanzu ndiye ambaye alikuwa anaikokota timu kwenye mita 20-30 ndio alikuwa anaiamisha kwenye box, kuingiza kwenye box. Kwa hiyo matukio mengi yalikuwa hayaishi kwa sababu kulikuwa kuna watu wawili tu, Ateba na Mpanzu ndio ambao wanakwenda kwenye box la mpinzani dhidi ya walinzi 6 ambao wako kwenye eneo lao, kwa sababu muda mwingi wale walikuwa wanacheza kwenye nusu yao ya kiwanja wakati wakiwa hawana mpira. Kwa hiyo mimi nadhani baada ya Simba kuona sasa inawezekana, ndipo ambapo walianza kuona kina Kagoma wakianza kuvutika karibu zaidi na 18 ya mpinzani, wakina Ngoma huku Kapombe ukimuona zaidi ndani ya box kama mshambuliaji wa pembeni. Kwa hiyo pia iliwafanya wao na eneo kubwa la kukimbia baada ya wao kupata mpira kuelekea kwenye lango la Simba. Okay, unafikiri nini ambacho pengine Simba wanatakiwa wafanye sasa kwenye mchezo wa marejeano? Cha kwanza pressure ambao walikuwa nayo Al-Masry inarudi kwa Simba. Kwamba upo nyumbani, pressure yako ni tofauti na ya mpinzani. Na unahitaji idadi kubwa ya mabao. Kwa Simba sasa inakuwa mara mbili kwa sababu ni lazima upate magoli ili uweze kurescue mechi iliyopita. Yaani uokoe matokeo ya mechi iliyopita kwa wewe kupata magoli. Wakati kwa Al-Masry ilikuwa tunapaswa kushinda bila kujali tunashinda goli ngapi. Sasa hivi Simba wana kiwango cha kutakiwa cha kushinda. Sio ile tu bana sisi tukiwa nyumbani tunatakiwa tukupata ushindi. Kwa hiyo kuna wakati unakuwa na ile subira kwamba ushindi utakuja. Tofauti na kwa Simba ni kwamba lazima tupate kwanza goli 2 ili mchezo uwe level, alafu tutafute na la ushindi. Kwa hiyo pressure kwa Simba naona ni kubwa, na Al-Masry watacheza kama ambavyo tumeona kwenye mchezo wa leo. Watacheza kama walivyocheza kipindi cha pili wakija hapa. Kipindi cha pili kwamba watakuwa wanatumia zaidi yale maeneo ya nyuma ya walinzi wa Simba kuweza kukimbia, kwa sababu ndio eneo ambalo litakuwa liko wazi. Kwenye nusu ya Simba ndiko kutakuwa wazi kwenye kucheza. Sasa kama kuna wachezaji ambao huwa wapo kwa ajili ya kucheza mechi za ugenini, mara nyingi ndio utawaona kwenye nyakati hizo kwamba wana uwezo mzuri wa kuzuia, lakini pia ni wazuri kwenye kutumia hizo nafasi ambazo zinabaki wazi eneo la mwisho la Simba. Kwa ni mechi ambayo iko tricky kwa timu zote mbili, kwa sababu pia kuzuia dakika 90 sio kazi rahisi. Alex, yani dakika 90 unazuia
sio kazi rahisi kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Ni tofauti na mkiwa wote mnakwenda mkolevo. Unaweza kuiona mechi haikuelemei sana, lakini kwamba mimi natakiwa tu nizuie nisifungwe goli mbili. Mzigo unakuwa ni mzito zaidi, kwa sababu wale ambao wanatakiwa goli mbili wana kitu kinawasukuma ndani, yani kwamba bana, bila goli mbili hapa sisi tumeshatoka kwenye mchezo. Kwa ni mechi ngumu, lakini idadi ya magoli mawili kwa Simba kwa uwanja wa Benjamin Mkapa wamekuwa wakizitafuta na kuzipata. Na nyakati ambazo wamekuwa wakitolewa ni zile ambazo idadi wanatakiwa kufunga 4 5 ndio pale unaona mlima unakuwa mrefu, lakini goli mbili unaweza ukaona kama itaongezeka umakini kwenye eneo la mwisho na namba ambayo ilikuwa inaendelea kushambulia, unaweza ukaona kuna uwezekano wa kupata goli mbili. Okay, kwa namna mchezo ulivyochezwa inawezekana quality ndio imewapa matokeo zaidi Al Masry. Mimi nasema unaweza ukasema ndio kwa sababu ubora wa wachezaji. Unaweza ukasema ndio kwa sababu maeneo ambayo nafasi walizopata Simba kama kwa ubora wa washambuliaji wenye utulivu, wale wangekuwa washadhibiwa. Wangeadhibiwa. Pamoja na kwamba wanakuwa watu wawili kwa wale si wanne, kwa sababu uko watu 4 lakini mpira mnao nyinyi. Yaani sio wanao wao watu ambao ni wengi, mnao nyinyi. Afu mko tayari kwenye box. Unaweza ukasema kama kungekuwa na ubora zaidi ya ule ambao washambuliaji wa Simba waliuonesha, tungeweza kuwa tunazungumza kitu kingine. Kuna baadhi ya nafasi ulikuwa unaona zinahitaji mtu ambaye ana utulivu na daraja la utulivu wa kutosha kwenye eneo la mwisho. Utaona Mpanzu amepata nafasi yani unakuta tachi yake ya kwanza ya pili inampoteza yeye kutoka kwenye eneo ambalo angefanya maamuzi ya haraka. Lakini pia Ateba amepata hizo chances, labda shot inakuwa hajaupata mpira vizuri, kwa hiyo nguvu ya shuti inakuwa ndogo. Ahua pia. Kwa hiyo unaona kuna kitu kilikuwa kinakosekana kwenye eneo la ushambuliaji wa Simba. Wakati mwingine unaweza ukasema bahati nao huwa ina goalkeeper naye huwezi kusahau saves ambazo amefanya kazi yake. Utaona kuna shoti hapa amepiga hata Kapombe hapo nje ya 18. Baadhi ya mashuti mazuri, lakini siku hiyo umemkuta kipa naye ameamka vizuri. Kila mnachofanya na yeye anaokoa. Okay, labda kuna tukio moja, kuna tukio ambalo la Simba hata kwenye VAR mwamuzi hakutaka kusikilizia wala kwenda. Lakini goli la pili walofunga referee ilionekana kionyesha kibendera, lakini akatulizwa, bwana uje huku. Hii ndio vipi, ndio bado binadamu wale pamoja na VAR, lakini bado ni binadamu au yani VAR pia inaongozwa na binadamu, na unaweza kana ukaona mlaumu mwamuzi wakati, lakini yeye ana mawasiliano moja kwa moja. Kwa hiyo kinachoongelewa kule kwenye vyumba yeye anakisikia. Ndio. Kwa hiyo mpaka wale wamwashirie kwamba bana, hebu njoo, sisi limetushinda. Lakini wale wanaweza kukaa sekunde 2 tu akamwambia bana, hapo hamna tuta. Endelea. Kwa hiyo lawama zote anazibeba yeye kwamba kwa nini haukwenda. Lakini hata hili ambalo amekuja kuashiria kwamba ni goli la pili la Al Masry, alikuwa anasikiliza, hajaitwa wala kwenda. Kwa hiyo wale kule kwa sababu wamejihakikishia kwamba hili ni goli, wamwambia tuna amenini. Kwa hiyo VAR imekuja kupunguza matatizo, sio kutatua kabisa, kwa sababu mwisho wa siku wanaofanya maamuzi ni maoni ya mwanadamu baada ya kuangalia. Dhidi ya Tabora United, Hussein Mshenga mwanamichezo mwenzetu anayo taarifa zaidi juu ya mchezo huu. Nyuki wamepambana kulinda mzinga, lakini wananchi wamefanikiwa kuondoka na dumu 3 za asali katika dimba la Ali Hassan Mwinyi. Na hapa tupate tathmini ya mchezo huu kutoka kwa walimu wa timu zote mbili. The match wasn't tough until we let the opponents into our own half. But if you see at the early stages of the match, we maintained them, and also that's how we tried to penetrate into their half. But we failed to capitalize on the several chances we get in the first half. So after the opponents observed that we are not all that hungry for goal, they just come for us, and they actually overpowered us, and hence they managed to score. Yeah, we were not hungry, and we were second on the ball. Even the aggression, body language itself, it showed that the opponents wanted it better than us. Alhamdulillah, kwanza nashukuru Mungu. Good performance from the players. I want to congratulate the players, our head coach, the whole entire staff for this performance. The players have been working very hard, and it's not easy to play on this pitch, and the way they performed and the kind of effort they put in gives us a lot of pleasure, and Alhamdulillah.
the certain things made the match very tough. The pitch doesn't make it easier. But our players knew, coming into this game, where it was not going to be easy to play on this pitch. But there's no excuses. We need 3 points. It's a league game, and we came here for that mission. And alhamdulillah, God made it possible for us to take the 3 points from here. Hakika soka limepigwa, imani imelindwa. Na sasa ni wakati wa kusikiliza maneno ya maafisa habari wa timu zote mbili, Yanga na Tabora United. Yanga hawajalipa kisasi. Yani kama tumetoka draw. Yani hapana, kisasi hawajalipa. The way jinsi ambavyo walikuwa wamejiandaa kwenye hii mechi. Yani hivi ni kama Tabora yani leo kama tumetoka draw, yani 3-3. Kwa sababu gani? Unaweza ukaiona Tabora United na unaweza ukaangalia namna ambavyo sisi tulicheza kwao. Tukawafunga 3-1, si ndio? Na leo wameshinda 3-0. Kwa hiyo boss to score, kwa maana yani ni chichi. Wale wanaobeti wale tunasema kwa tuna beti chichi. Wao wametufunga kwetu na sisi tuwafunga kwao. Kwa hiyo kichokopo sasa hivi tunasubiria tena bato la msimu 2025-26, Mwenyezi Mungu akituweka hai. Lakini kipekee zaidi, kwanza kabisa nawapongeza wachezaji wetu wa Tabora kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Kusema ukweli wamecheza vizuri sana. Lakini kwa bahati mbaya leo nafikiri ushindi haukuwa upande wetu, umekuwa kwa wapinzani wetu. Lakini pia nawapongeza Young Africans kwa kile ambacho wamekifanya, wamecheza vizuri. Ndugu zangu, hata mimi niliwaambia toka siku ya kwanza nimefika hapa. Na hili jambo waandishi wa habari naona hamjalifanyia tafiti vizuri. Mimi nilikuja hapa tarehe 28 Yanga anacheza mechi na Songea, mimi niko hapa kwenye huu mkoa. Yaani nilitangulia hapa kikosi cha utangulizi. Kuweka mipango sawa. Na kauli yangu ya kwanza niliwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, huu sio mchezo mgumu, ila unatengenezwa uwe mchezo mkubwa. Mwelewe tofauti ya vitu haukuwa mchezo mgumu, ila ulikuwa unatengenezwa uonekane ni mchezo mkubwa. Na umekuwa mchezo mkubwa kwa sababu wiki hii au siku zote hizi trending ya mpira Tanzania ilikuwa hapa Tabora. Kila mtu aitamani awe hapa, kila mtu aitamani aushuhudie mchezo huu. Kutoka hapa tunakwenda kwenye mechi dhidi ya Coastal Union, na niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, nimedokezwa jambo pale na rais wetu Engineer Hersi Said, kule kwenye ligi ya wanawake, ligi imesimama. Ligi imesimama kwa muda. Kwa hiyo kwenye mipango ya technical staff yetu kupitia kurugenzi ya ufundi kumpa uzoefu kocha wetu Edna Lema, tutamuongeza maalum kwenye mchezo wa Coastal Union. Kwa hiyo kutokea siku ya kesho tukianza mazoezi baada ya kurudi Dar es Salaam, Edna Lema kocha wetu wa Yanga Princess atakuwa na program maalum ya kufundisha akiwa na senior team. Kwa hiyo mtamuona kwenye bench, mtamuona kwenye press conference, mtamuona kwenye uwanja wa mazoezi Edna Lema Mourinho the special one akitoa vitu na yeye akipata uzoefu. Kwa ni jambo ambalo kurugenzi ya ufundi umeitengeneza na uongozi umelibariki, na kuanzia kesho sasa mkimwona Edna Lema mjue ni Edna Lema wa senior team. Wanataka kujitutumua kwa sababu mchezo ulitengenezwa ukubwa au walishindwa kwa kiasi kikubwa kubatwa na Yanga? Okay, swali lako la pili ndio inawezekana majibu kwamba walishindwa kubatwa na Yanga kwenye maeneo mengi. Kwanza kuanzia ambavyo Yanga waliapproach mchezo. Yanga ndo walikuwa na dictate, wanaamua uchezweje wakati gani. Hata kabla Yanga hawajapata goli bado ndo walikuwa wanaamua mchezo uchezweje. Baada ya Yanga kupata goli la kwanza bado walikuwa wanaamua uchezweje. Kwa hiyo Tabora muda wote walikuwa wanafuata namna ambavyo Yanga walikuwa wanataka mchezo uchezwe. Na ndio maana utaona nilikuwa tu Yanga wakiamua sasa tunaongeza kasi ya mchezo, unaona Tabora wanakubali ile kasi inaongezeka. Sababu hata wao wakipata na wanataka kukimbia vile vile. Yanga wakiamua wana slow pace na Tabora nao wanakwenda vile vile. Na mbali na Tabora kuonekana ni timu ya pili muda mwingi kiwanjani, lakini bado namna ambavyo walikuwa wanajilinda utaona haikuwa inaonyesha kama ni timu imekuja kwa ajili ya kuzuia. Kulikuwa bado wapo wengi eneo lao, lakini kuna nafasi nyingi za kupiga penetration pass. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ya pili ni kwamba Tabora walikuwa ulitengenezwa ukubwa lakini sio walikuwa na uwezo wa kubatwa na Yanga. Yaani kwa kuangalia kwa mechi zilizopita na mipango labda ya mwalimu aliondoka, ulikuwa unaweza ukaona anaweza akatengeneza mpango walau ukaona wakishindana na Yanga. Lakini kwa namna ambavyo wameingia leo haukuona yale matarajio ya watu ambao walikuwa nayo kuendea mchezo usiku. Malusu, Pacome Zouzoua man of the match, unahisi anastahili au kulikuwa kuna mchezaji mwingine?
Na ukimnyima Pacome kwa game ya leo utampa nani Alex? Yani kwa jinsi ambavyo aliutawala mchezo, kwa jinsi ambavyo alifanya kwa dakika zote 90 za mchezo, lazima umpe hiyo heshima. Assist 2 za mabao ya leo kati ya matatu alofungwa zimetoka kwenye mguu wake. Na kwa moja ama nyingine yeye ndo alikuwa anaweza kusema catalyst ya kila kitu ambacho Yanga alifanya kwa ubora sana kwenye eneo la mwisho, kwa sababu yes walicontrol mchezo, yes walifanya vizuri kwenye kuhakikisha wana balance sahihi ya kulinda na kushambulia, lakini kila wakati ambapo Yanga walipaswa kutengeneza nafasi ama Yanga walipaswa kumalizia nafasi, chanzo kilikuwa ni Pacome Zouzoua na uwezo wake wa kumiliki mpira. Nafikiri ndicho ambacho kina tofauti mkubwa sana, namna ambavyo alikuwa anaweza kukokota kila akipata mpira anaweza kusafiri nao hata mita 25-30 bila kuzuiwa. Na kuna baadhi ya watu wamepotea kadi za manjano leo kwenye kiwanja, watu kama kina Munga walipata shida sana kumzuia, lakini pia kuna ule ubora wa kiupekee pia wa hata namna ya kutoa hizo assist ambazo unaweza kusema zimezalisha mabao, kwa sababu bao kwa mfano la Prince Dube jinsi ambavyo pasi alipiga